mwanamke upendo juu ya mume wake umepoa au ampendi, na wakati mwingine ampendi kutokana na maudhi ya mwanaume. Ndio. Anakuwa ni ameshakuwa ni kero, wakati mwingine anakuwa anamtesa. Ndio. Na mpaka nafika hatua sasa mwanamke amefika ngazi anajua mwanaume huyu hajali hisia zake tena. Kwa hiyo ukiona mwanamke anamruhusu mume wake kwenda kuoa mwanamke mwingine, moja, sababu ya kwanza hampendi, hilo namba moja. Namba mbili, ana mwanaume mwingine. Na hii yamejaa sana kwenye wake wenza, wale ambao wanasema wanawake, na hii nimeshafanya utafiti na nimepata ushahidi. Kuna watu anaolea ana wanaume wangapi, ana wake wawili au watatu, utaona kabisa wanaambiana kabisa. Na kila mahali penye wake wenza, kwa mfano mahali kokote penye wake, yani kuna wake wenza. Ndiyo. Na wale wake wakawa wanaelewana. Ndio. Zaidi ya 90% wanawake wale wote ni wazinzi. Kwa sababu hivi, kikanuni hakuna mtu ambaye anapenda mume wake achukuliwe na mwingine. Hayo ni maumbile Mungu ameumba. Ukiona wanaelewana, tafsiri yake ni kwamba wanakuwa na watu wengine wanaowafurahisha, na wanaelewa, na hawa wanawake wanajuana. Kwa hiyo huyu mmoja, huyu mwanaume akiwa kwa mwanamke mmoja, huyu mwanaume mwingine, huyu mwanamke mwingine ambaye zamu yake haijafika anatoka, anaenda kwa mwingine. Ndio. Na wakati mwingine anaambiana mshikilie sana kwa asitoke, kwa sababu akitoka atanikuta mimi sipo huku nyumbani. Ndio. Unaweza kuona. Na yule akitoka akija huku, huyu asharudi kwa mwanaume wake mwingine, wanaendeleza maisha yao. Yule kule naye anatoka, anaenda kwa mwingine. Na kama wake wenza watakuwa hawaelewani, ujue wana mwanaume mmoja tu. Wakiwa wanaelewana, wana wanaume wengine. Kwa sababu kimaumbile hiyo ndio nature. Mwingine atakwambia tumeshika dini. Dini yoyote ambayo iko nje ya kimaumbile, hakuna dini ya namna hiyo. Hiyo ni udanganyifu. Na Yesu alisema hata alikuwa anawajibu wa Mafarisayo, akamwambia kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Mungu hajaumba hivyo. By nature hakuna cha dini ambayo inazungumza. Ndio maana hata hao watu wenye dini wanaambiwa, nenda kamuli, wakitaka kwenda kuoa mwanamke mwingine anaambiwa afanye nini? Atoe taarifa kwa mke wake. Swali, akitoa taarifa mke wake anasema nini? Utaona wengine wanalia. Kwa nini unalia? Si umeshika dini? Unacholilia nini? Unachoumia nini? Tabu ni nini? Kama ungeshika dini vizuri. Kwa kanuni ni kutoa taarifa au kuomba kibali? Ni kutoa taarifa. Ninavyosikia wenyewe wanasema ni kutoa taarifa. Kama bwana, mimi naenda kuoa. Sasa mwanamke amwambia kwamba wewe bwana unitoshi, mimi naenda kuoa. Ndio tafsiri yake. Yaani hiyo ndio tafsiri yake. Kwa sababu wakati siku ni mambo yanaumiza sana. Vibaya mno. Kwa sababu kama wewe tangu siku ambayo unaoa, ulimuona siku ambayo unaoa huyu, ulimuona huyu ndo mwanamke bora kuliko mwanamke yoyote. Kitendo cha kumuona mwingine mpya, manake huyu umeshamuona sio bora. Ndio tafsiri yake. Wengine walioa wakiwa kwenye hali ambayo wanajiona wanyonge. Kwa hiyo baadaye wanaona wamejipata kwa lugha za sasa, hivyo wanatafuta watu wanaofanana nao. Vipi, unaonaje? Na mwanamke naye akasema naye amejipata, tafuta na kufanana naye. Wewe unajisikiaje? Biblia inasema katika Mathayo 7:12, lile ambalo upendi kutendea usimtendee mwingine. Kwa sababu ni nature ya maumbile. Unachopanda utavuna. Unachopanda utavuna. Na nilichofuatilia, wengi ambao wanasema wake wenza, wenye wake zaidi ya mmoja, sidhani kama maisha yao yako salama sana. Hata wao wenyewe. Kwa sababu kuwa na mke mmoja tu ni shida. Ni shughuli yani. Kuwa na mke mmoja tu peke yake, vurugu ni nyingi sana. Wanasema kipengele. Sasa wanakuwa na wake wanne. Wanawake si wangapi? Labda kama ni wanawake tu kama kuku, kwa maana ya kwamba wanajihudumia wenyewe, wanashughulika kila kitu wenyewe, maisha yao yani huwajali chochote. Labda kama ni hivyo kwa haina shida. Lakini kama kwa maana ya mume kama mume ambaye anaangalia ndoa kikamilifu, ni shughuli nzito sana. Hata kama ungekuwa na mabilioni, ni shughuli nzito. Kwa sababu kuna kesi nyingine hazitahusisha habari ya fedha yako, hazitahusisha kabisa. Hazitahusisha hata kidogo. Kabisa. Migogoro, fuatilia ndoa nyingi za wake zaidi ya moja, migogoro ni lukuki kabisa, isiyoisha. Vurugu, una uchawi umo wa kupita kiasi. Sasa nimejaribu kueleza kuhusiana na msingi wa ndoa pale mwanzo, na vipi sasa kuhusiana na mke zaidi moja. Nimeonyesha mtu wa kwanza anaitwa Lameki, alikuwa ni muovu, lakini baadaye sasa
ilikuwa sasa ni kama ni culture, ilikuwa kama ni utamaduni tu. Watu wamezoea, kama tulivyojifunza wakati fulani, watu wakiona katika jamii fulani wanaoa mke zaidi ya mmoja, basi inakuwa ni kama, kinaonekana kama kitu cha kawaida tu katika jamii. Lakini kiukweli kinakuwa kawaida kwa nani? Inakuwa kawaida kwa wanaume, haiwi kawaida kwa wanawake. Ndio. Sasa hebu tuanze kwa Ibrahim, turuke kwanza kwa Ibrahim. Ibrahim alikuwa na mke mmoja tu. Ibrahim hajawahi kuwa na wake wawili. Ndio. Hajawahi kuwa na wake wawili kama watu wengine wanavyozungumza. Ibrahimu alikuwa na mke mmoja peke yake, na mke huyo alikuwa anaitwa Sara. Sara ndiye aliyekuwa mke wa Ibrahimu. Basi ndivyo Biblia inavyoeleza katika Mwanzo sura ya 10 labda tuende tu moja kwa moja katika sura ya 16, ambapo ndipo tunaona pia na chimbuko la chimbuko la Ibrahimu kubeba mwanamke fulani. Hapo tutaweza kuona vizuri. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 16 mstari wa kwanza, basi Sarai mkewe Abraham, tunaona kuna mke wa Abraham anaitwa Sarai. Kwa hiyo Sara, kulikuwa na utamaduni nyakati hizo. Sara alikuwa hazai, umri wake umeshafika kikomo, hazai. Sasa culture ya nyakati hizo, kwamba mtu anaweza akamtafuta mtumwa au anaweza akamtafuta mfanyakazi yoyote, na akahitaji mume wake azae naye yule mwanamke, alafu mtoto atahesabika kuwa bosi wake. Tuko pamoja? Kwa haikuwa ndoa kama watu wengine wanavyofikiria, kwamba eti Ibrahimu alioa mwanamke anaitwa Hajiri. Hakuna kitu cha namna hiyo, uongo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama mchepuko tu. Yes, yani kirahisi, kwa lugha ya kibiblia, lugha ya Agano Jipya, Ibrahimu alifanya uzinzi. Yani lugha rahisi ni hiyo. Na watu wengine wanasema, ukizungumza hivyo wanasema kwamba yani hao watu wanawatukana manabii. Kwani nabii ndo nani bwana? Nabii ndo nani? Manabii wote walikuwa ni wenye dhambi kasoro Yesu Kristo. Basi ndio maana sisi tumfuati Ibrahimu, tumfuati Musa, tumfuati yote, tunamfuata Yesu. Ndiye alikuwa mkamilifu, sio Ibrahimu. Kwa Ibrahimu alifanya uzinzi kwa kusikiliza sauti ya Sarai mkewe, kwamba atembee na Hajiri na hatimaye aweze kupata mtoto. Sasa Mwanzo sura ya 16 sasa mstari wa kwanza, tuende sasa mpaka mstari wa 6 labda. Basi Sarai mkewe Abraham hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Umuingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham akasikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abraham akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abraham mumewe awe mkewe. Basi ili andiko wanataka kuhalalisha kusema alimpa Abraham mumewe awe mkewe. Kumbuka, mke hatolewi na mke. Sio kama tunaelewana na hapo. Mke kikanuni anatolewa na wazazi. Yani mimi ninapotaka kuoa naenda kwa wazazi wa binti. Ndio ninapokabidhiwa na napoambiwa kwamba toa mahari, kwa sababu ili ndoa iweze kukamilika kwa watu ambao hawajaokoka, yana mambo matatu tu. Moja, kupendana, kijana binti kupendana. 2, kupata kibali cha wazazi wa binti. 3 ni mahari. Na kama nimefanya hivyo kwa wazazi wa binti, maana yake huyo mtu anakuwa mke wangu. Lakini mke wangu mimi hawezi kunipatia mwanamke mwingine awe mke wangu, yeye hana kibali hicho. Kwa hiyo haikuwa hii, ilikuwa ni lugha ya Sarai. Mstari wa 4, basi akamuingilia Hajiri naye akapata mimba, na alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Kwa hiyo hapa hakukuwa na ndoa yoyote. Hapa kulikufanyika uzinzi. Lakini uzinzi ambao ilikuwa ni kutokana na utamaduni wa nyakati za kwao, culture ya nyakati za kwao, ya mazingira yale. Ndio maana Sarai akamtaka Hajiri mfanyakazi wake aingie kwa Ibrahimu kwa lengo tu la ili aweze kupata mtoto, sio kwa lengo la kuweza kuwa mke. Kwa hiyo muda ulipokwenda sasa, Sarai alifariki.
Sarai alipofariki nini kilitokea? Maandiko yanaeleza jinsi ambavyo Sarai alifariki katika Mwanzo sura ya 24, Mwanzo sura ya 24 mstari wa Mwanzo sura ya 24 mstari wa 62 labda. Mwanzo sura ya 24 mstari wa 62 na kuendelea. Basi Isaka alikuwa amekuja kwa njia ya Beer-lahai-roi, maana alikaa katika nchi ya kusini. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Akainua macho yake akaona kuna ngamia wanakuja. Rebeka akainua macho yake, alipomwona Isaka alishuka, naye alipomwona Isaka alishuka juu ya ngamia. Akamwambia mtumishi, ni nani huyu? Ni nani mtu huyu ajaye kondeni kutulaki? Mtumishi akasema, huyu ndiye bwana wangu. Basi akatoa shela akaifunika. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Isaka akamuingiza okay, itakuwa nimechanganya andiko kidogo ambalo linazungumzia habari ya Sarai, habari ya Sara kufa. Ngoja niangalie ni hakiki haraka ili tuweze kupata picha iliyo kamili kuhusiana na habari ya Sara kufa. Kumbuka wako watu wanasema Ibrahimu alioa mke zaidi ya mmoja. Ni Mwanzo sura ya 24 Mwanzo sura ya 24 labda tuangalie mstari wa 36 tuweze kuona. Mwanzo 24:36. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyonayo. Kisha bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakanaani ambao nakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa babangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye unanenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yake, nawe mtwaliwe mwanangu mke katika jamaa zangu na nyumba ya babangu. Ndipo atafunguliwa kiapo changu hapo atakapowafikiria jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo utafunguliwa kiapo changu. Nami nikaja leo kisimani nikasema, bwana wangu, naona andiko hilo litakuwa limenitoka. Andiko hili litakuwa limenipotea. Lakini nitakapolipata nitaliweka hadharani. Ni Mwanzo sura 25 tunaona Ibrahimu anapata mke mwingine baada ya Sara kufa. Biblia inaeleza Mwanzo 25:1, Ibrahimu alioa mke mwingine jina lake akiitwa Ketura. Unaweza kuona hapa ni mke mwingine jina lake Ketura. Mstari wa 11, ikawa baada ya kufa kwake Ibrahimu, mstari wa 10, katika lile shamba alilonunua Ibrahimu kwa wazao wa Hethi, huko ndiko alikozikwa Ibrahimu na Sara mkewe. Manake Sara kabla Ibrahimu kufa, Sara alitangulia kwanza. Lakini andiko lile la Sara kufariki nikilipata nitaliweka hadharani. Kwa hiyo Ibrahimu mara baada ya kufa Sara ndipo aliweza kuoa mwanamke mwingine anaitwa Ketura. Kwa hiyo Ibrahimu hakuwa na mwanamke zaidi ya mmoja. Lakini jambo jingine inaonekana katika Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 1 kuendelea, tunaona Musa anawaruhusu watu kutoa taraka. Lakini tunamuona Daudi ana wake zaidi ya moja, Yakobo ana wake zaidi ya moja, Sulemani ana wake zaidi ya moja. Labda katika kukomboa wakati tuangalie habari ya Sulemani. Habari ya Sulemani, Wafalme wa Pili
Wafalme wa kwanza sura ya 11. Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari, Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Sidoni na wa Hiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria. Neno masuria maana yake mahawara, na masuria 300, na wakeze wakamgeuza moyo. Kwa hiyo sasa inaonekana alikuwa na michepuko 300. Masuria ni mahawara, ndio michepuko yenyewe. Kwa alikuwa na mahawara 300 wanawake ambao yeye aliita kama ndo wake 700. Lakini haya mambo utaweza kuona Mungu alimuonya kuwa na wake wa namna hii. Mungu alimuonya wapi? Nehemia sasa sura ya 13 mstari wa 23 mpaka mstari wa 26. Labda twende moja kwa moja. Tena siku hizo nikaona wale Wayahudi waliokuwa wameoa wanawake wa Ashdodi na Amoni na Moabu, na watoto wao wakanena nusu kwa lugha ya Ashdodi, wala wakuweza kunena kwa Kiyahudi, bali kwa lugha ya watu hao mojawapo. Nikagombana nao, nikawalaani, nikawapiga baadhi yao na kuang'oa nywele zao, nikawapisha kwa Mungu. Nikasema, msiwaoze wana binti zenu, wala msiwatoe binti zao ili waolewe na wana wenu, wala na ninyi wenyewe. Je, angalia kwa makini mistari inayofuata. Je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Kumbe hayo yalikuwa ni nini? Ni dhambi. Tuko sawa? Turudie hiyo paragraph basi. Mstari wa 24. Je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Maana yake kwa kuoa wake. Hayo yapi? Si ndio yale ya kuoa wanawake? Au kuoa wake wengi, tena sio tu wengi, lakini kuoa pia wake wa mataifa. Ndio anatajwa hapa. Je, hakufanya dhambi kwa kufanya hayo? Alifanya dhambi. Na utaona Mungu alimuonya. Mungu alimuonya mara kadhaa kwamba achana na jambo hilo. Lakini yeye hakusikia. Kwa maana hakusikia. Ukimaliza mistari hii, labda tuendelee mstari wa 4 na kuendelea. Wafalme wa kwanza 11:4 kuendelea. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Ashtorethi, mungu mke wa Wasidoni, na Milkomu, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa ukamilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemoshi, chukizo la Moabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni, na kadhalika. Ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni waliofukiza uvumba, wakawatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara 2. Akamwamuru katika habari ya jambo hilo, katika jambo hilo asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo kibiblia, je, wakati watu hao wanafanya, Daudi anaoa wake wengi, Sulemani anachukua mwanamke mwingine anazini naye, je, Mungu alikuwa aoni? Mungu alikuwa anaona. Na maandiko anasema nini? Mungu pamoja na kwamba alikuwa anaona, lakini anasema alijifanya kama haoni. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 30. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Sasa Mungu sio kwamba anajifanya kama haoni. Sasa hivi anaangalia kikamilifu. Zamani zile zilitwa zamani za ujinga. Kumbuka wakati wa Ibrahimu hakukuwa na mwongozo, hakukuwa na kitabu chochote.
wakati wa Ibrahimu. Kwa Ibrahimu hata alipomchukua Hajiri kwa Ibrahimu, pamoja na kwamba Mungu aliagiza kule mwanzo, lakini yeye hakuwepo, hakusikia. Nataka nisisitize, kwa Ibrahimu haikuwa dhambi. Sijui kama naeleweka. Sijaeleweka bado. Ikiwa Mungu hajakuagiza jambo, inakuwaje dhambi kwako? Yaani kama Mungu hajakwambia usizini, wewe ukizini inakuwaje dhambi kwako? Haiwezi kuwa dhambi kwako. Ingawa Ibrahimu alikosea, lakini kwa sababu hakukuwa na muongozo wa kumwambia umekosea, haikuwa dhambi kwake. Hebu nikupe mfano mwingine. Hawa alikula matunda, si ndio? Ndio. Alikuwa amekosea, ndio alikuwa amekosea. Lakini unaona Mungu hakufanya chochote. Hakufanya chochote. Hawa alipokuwa amefanya kosa, hakufanya chochote. Lakini Adamu alipokuwa amekula matunda, ndipo balaa lilipotokea. Kwa nini? Yeye ndo alikuwa na agizo. Yeye ndo alikuwa ameambiwa. Kwa ingawaje Hawa alikuwa amekosea, lakini haikuwa dhambi kwa Hawa, kwa sababu Mungu hajawahi kumwambia hilo. Ndio. Hajawahi kumwambia. Ndio maana kule nyuma Mungu alijifanya kama aone, anakaa kimya tu. Alikuwa amekaa kimya. Pombe sio kitu sahihi. Nuhu anakunywa pombe, anakuwa uchi. Uliona wakati wote Mungu anaongea na Nuhu kwamba Nuhu wewe umenitendea dhambi. Kwa nini? Hajawahi kumwambia kwamba kulewa ni dhambi. Hajawahi kumwambia kwamba pombe ni dhambi. Kwa hiyo Ibrahimu kumchukua Hajiri, ingawa ni kosa, lakini kwake haikuhesabiwa kosa, kwa sababu hajaambiwa kwamba kufanya hivyo ni kosa. Leo kwetu inakuwa ni kosa kwa sababu tayari kitabu tunacho. Wakati wa mwanzo Biblia haikuwako. Biblia inasema nini? Warumi sura ya 4 mstari wa 13. Warumi 4:13. Kwa maana 4:15 sio 13, 4:15. Warumi. Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kama Ibrahimu hakuwa na sheria, alikuwa na kosa gani? Hana kosa lolote. Yakobo alikuwa na wake zaidi ya mmoja. Tena wengine walikuwa sio, walichukua kama maawara tu. Yaani kama wake ni kama Sarai yule mfanyakazi wake akachukuliwa. Akamchukua Yakobo, akamchukua, na ni kwa sababu ilikuwa ni shida ya uzao, akamchukua. Ndio. Sasa haikuwa kwake ni dhambi, kwa sababu hajawahi kuambiwa kufanya hivyo ni dhambi. Kwa sababu pasipo sheria hakuna kosa, hakuwa na sheria. Leo kwetu tuna sheria tayari. Kwa hiyo Mungu anaona, sio kama anajifanya haoni tena. Anaona kiukamilifu. Na Warumi 5:13, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwepo sheria. Unaona? Haikuhesabiwa. Dhambi ilikuwepo, lakini haikuhesabiwa. Kwa nini? Sheria ilikuwa hamna. Mwongozo ulikuwa hamna. Nani ameanza kuandika Biblia? Ni Musa. Musa ameandika wakati gani? Ameandika wakati wako jangwani, wanatoka Misri kuelekea Kanaani. Ndio anaanza kuandika. Mwaka 1445, na ametumia miaka 40. Yeye ameandika vitabu 6 kimsingi. Ameandika. Alipataje, kama swali tu la kuchomekea, alipataje habari za kina Adam na Eva, habari za kina Ibrahim, Musa? Ni Mungu, Roho Mtakatifu, kumbuka, ndio mwandishi, anajua yote. Yeye ndio mwandishi, anamwambia andika hiki, andika hiki, andika. Kwa hiyo tangu Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa akitembea na watu vizuri. Yes, alikuwa yeye kila kitu ndio mfanyaji tangu mwanzo mpaka leo. Yeye ndiye mfanyaji. Yeye ndio mwandishi wa Biblia yote. Mtu anaweza kuwa na swali namna hiyo. Yes, yeye ndio mwandishi wa Biblia yote. Na ndio maana kwa kuwa mwandishi ni mmoja, Biblia haiwezi kupingana. Wangekuwa waandishi tofauti, Biblia ingepingana. Kwa hiyo mwandishi ni Roho Mtakatifu kupitia watu, au tunaweza kusema waandishi ni watu kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, kitu ni kile kile. Kwa hiyo ni kama mtu ambaye anakwenda kwa karani, anaenda kwa stationarist. Anaenda anamwambia andika 1 2 3. Atakayekuwa anaandika ni yule mwandishi wa stationary, anaandika yeye. Lakini anayemwambia maneno ambayo yanatumika, ambayo anayapata huyo mpaka anaandika, sio ya kwake, ni ya bosi ambaye amekuja kutaka achapiwe barua au achapiwe pamphlet na kadhalika. Kwa mwandishi ni Roho Mtakatifu. Kwa msingi huu, mke ni mmoja, mume ni mmoja.